Baraka ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Mbele yetu hapa kuna jeneza, na ndani ya jeneza hili uko mwili wa ndugu yetu Friar Nereus Nyauru Mwanga, ambaye kama tulivyosikia pia katika historia alizaliwa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 1997, na Mwenyezi Mungu akamwita kwake tarehe 9 mwezi wa 2 mwaka huu 2026. Apumzike kwa amani. Amen. Tunaadhimisha misa hii, tunamtolea Mwenyezi Mungu sadaka hii ya misa takatifu kwa ajili ya kumwombea huyu ndugu yetu Nereus Nyauru Mwanga. Tunamwombea Mwenyezi Mungu ampokee katika furaha ya milele huko mbinguni. Ndiyo nia ya misa hii ya leo na muda huu tuliokutana hapa katika jumuiya hii ya wanashirika wa shirika la ndugu wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Conventuali. Nachukua nafasi hii kwa niaba ya familia ya Mungu kuwapeni pole. Baba Askofu Mkuu Isaac Amani pamoja na wanafamilia ya Mungu Jimbo Kuu Katoliki la Arusha wote kwa ujumla, tunatoa pole kwa mhudumu mkuu wa shirika hili la ndugu wadogo wa Mtakatifu Francisco wa Conventuali, kwa wanashirika wote, kwa wazazi wa ndugu yetu Nereus, kwenu ninyi wazazi na ndugu wote na wanafamilia wote, kwa jamaa, wanajumuiya, wanaparokia na watu wote tuliokutana hapa ambao hawakuweza kufika hapa kwa sababu mbalimbali. Tunawapeni pole, poleni sana. Tuko katika masikitiko, tuko katika hali ya uchungu na huzuni nyingi. Neno lake Mwenyezi Mungu ambalo tumelisikia kutoka masomo yote, somo la kwanza, somo la pili na Injili, yanatupa matumaini makubwa. Tunaomba tupokee hilo neno lake Mwenyezi Mungu liwe ndio faraja kwetu sisi wote, kwa wanashirika, kwa wazazi, ndugu, jamaa, marafiki, kwetu sisi sote. Neno hilo lake Mwenyezi Mungu liwe faraja kwetu katika kipindi hiki cha majonzi na masikitiko makubwa. Kristo anatuambia, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mepesi. Ni maneno ya faraja kubwa kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Tuyapokee maneno hayo yawe faraja kwetu katika mahangaiko yetu. Tuna mizigo mingi ndani ya mioyo yetu. Tuna uchungu na huzuni nyingi kwa sababu ya kumpoteza huyu ndugu yetu. Kristo yuko pamoja nasi, tena yuko hapa. Anatusikiliza na sisi tumsikilize, anatupa faraja kubwa. Sasa kama Kristo yuko pamoja nasi, kwa nini tusiendelee kusimama imara katika imani? Mungu ndiye kimbilio letu na ndiye faraja yetu wakati wote, wakati wa taabu, wakati wa udhaifu, wakati wa huzuni, wakati wa majonzi na hata wakati wa furaha. Kristo yuko pamoja nasi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo yuko pamoja nasi. Tunapoadhimisha misa hii ya kumwombea huyu ndugu yetu Nereus Mwanga, ambapo tutampumzisha, Mama Kanisa anaadhimisha fumbo la Pasaka kwa matumaini makubwa.
anaadhimisha fumbo la Pasaka kwa matumaini makubwa. Tunamwombea huyu ndugu Nereus atakaswe kabla ya kupokelewa huko mbinguni, ili apate msaada wa kiroho na sisi waamini ambao bado tuko hapa safarini hapa duniani, tupate uzima wa milele, uzima ujao. Tupate matumaini tuko hapa safarini hapa duniani na matumaini ya uzima ujao. Ndio maana tumesema kwamba tunamwombea yeye, lakini pia tunajiombea na sisi ili tupate matumaini ya uzima ujao. Kuna maisha ya milele, kuna maisha yasiyo na mwisho. Kuna maisha ambayo hayana mateso wala maumivu wala uchungu. Ni maisha ya milele huko mbinguni. Katika maisha hayo ya milele hakuna kufa tena, hakuna taabu wala hakuna mahangaiko. Na tunaambiwa na maandiko matakatifu, katika maisha ya milele wenye haki, waadilifu, wenye heri watakaribishwa katika maisha hayo. Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Tunapotafakari fumbo la kifo, hatuwezi kuacha kutafakari juu ya zawadi ya uhai. Uhai ambao tunao ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Yeye ametuumba kwa sura na mfano wake. Ametuumba kwa sababu anatupenda. Na sasa na sisi tunapaswa tumpende, tumjue, tumtumikie na mwisho tuweze kufika huko mbinguni. Kwa hiyo ametuumba akiwa na malengo, wote tuweze kufika huko mbinguni. Katika safari yetu hapa duniani kuna mahangaiko mbalimbali, kuna pia furaha na neema na baraka nyingi. Leo tuko hapa kwa uchungu na huzuni kubwa, sababu ndugu yetu huyu Friar Nereus Nyaurumwanga hatuko tena naye hapa kimwili. Hayuko tena pamoja na sisi. Yuko hapa nilala katika jeneza hili, lakini hawezi kujigusa tena. Hawezi kusimama na kuanza kuzungumza na sisi kama alivyokuwa na uhai wake. Ndugu huyu tulimpenda, tuliishi naye, alikuwa katika malezi ya upadre kama tulivyoelezwa katika historia yake. Hayuko tena nasi kimwili. Hatutamuona tena Nereus kwa macho yetu ya kibinadamu ya kawaida kama tulivyozoea, na kwanza kuzungumza naye, kuimba pamoja naye, kucheza pamoja naye, kushiriki pamoja naye katika malezi na katika shughuli mbalimbali. Hatutakuwa tena naye akitufundisha. Hatutakuwa tena naye katika hali hiyo. Ni uchungu na ni huzuni kubwa. Hasa katika hali hiyo, katika hali ya kibinadamu tunaweza tukajiuliza maswali mengi na hata kumuuliza Mwenyezi Mungu, Mungu, kwa nini umemruhusu haya yatokee? Kwa nini umemchukua ndugu Nereus mapema hivyo? Miaka mingapi ndugu zangu? 29 takriban 29. Kwa nini umemchukua kijana mdogo kabisa? Kwa nini ukusubiri amalize malezi yake awe padre, alafu alitumikie kanisa la Mungu, ahudumie kondoo wake Mungu muda wote ambao utapenda ahudumie, alafu ndio umchukue? Kwa nini? Tunaweza kujiuliza maswali mengi tu. Kwa nini usingesubiri? Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa hiyo ndugu zangu, katika hali hiyo ya maswali hayo hatuna majibu. Hatuna majibu, tunabaki na mizigo katika mioyo yetu na maswali mengi. Neno lake Mwenyezi Mungu linatupa faraja. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Alafu sehemu nyingine natuambia kwamba mambo haya aliwaficha wenye hekima na akili, akawafunulia watoto wachanga. Na mwishoni kabisa natuambia kwamba yeye aminie
atakapokufa atakuwa naishi, na kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata uzima wa milele. Ndugu zangu, hayo sio maneno ya faraja? Ni maneno ya faraja kweli, kwamba tumwamini Kristo, tusikate tamaa hata siku moja, tusimame imara katika imani yetu hata tunapokutana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo nawaalika wana shirika wote, wana familia wote, taifa la Mungu, wana familia ya Mungu, tusimame imara katika imani. Tumempoteza huyu ndugu yetu, tunajua ameitwa na Mungu. Kwa hiyo tusiyumbe, wana familia msiyumbe, wana shirika msiyumbe, taifa la Mungu tusiyumbe kiimani. Amemtuacha mapema, Mungu amemchukua mapema katika umri huo wa miaka 29. Tunamlilia kama binadamu. Tunajua na tulivyosikia katika historia yake, yeye alimpenda Mwenyezi Mungu. Ni rafiki, na Yesu ni rafiki yake. Tunatumaini Nerusi amekwenda kwa Baba wa mbinguni. Mungu ni mwema. Na kila wakati tunaamini kwamba Nerusi amekwenda kwa Baba wa mbinguni. Tungependa kweli endelee kukaa pamoja nasi, kuimba, kusali, kucheza, kutufundisha. Lakini Mungu amesema hapana, Nerusi mwanangu, njoo kwangu. Ndio akamwita tarehe hiyo 9 mwezi wa 2 mwaka huu. Tunamwomba Mungu ampokee katika furaha ya milele, ili afurahi na malaika. Nerusi afurahi na malaika na watakatifu wa mbinguni. Ndio nia ya misa hii. Mungu ampokee katika furaha ya milele, afurahi na malaika na watakatifu wa mbinguni. Mungu ampokee huko ambapo hakuna machungu, hakuna magonjwa, hakuna ajali, hakuna taabu, bali amani na furaha pamoja na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio zawadi kubwa ambayo tunaweza tukampatia ndugu yetu Nerusi. Alafu tunajiombea pia sisi wenyewe, siku moja tushiriki naye uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ndugu zangu, tupokee maneno hayo ya faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kutoka katika neno lake. Alafu tumshukuru Mungu. Tumwambie Mungu asante kwa zawadi ya huyo ndugu yetu. Alipozaliwa, kaletwa duniani, na tumaini wazazi mko hapa na ndugu wengine, kila mmoja alifurahi, alishangilia kwamba amepata zawadi, mtoto amekuja duniani. Ni zawadi kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Mkamlea vizuri. Tunawashukuru sana wazazi na walezi kwa malezi yenu mazuri na kumtoa huyu ndugu Nerusi ili aweze kufanya kazi katika shamba la Bwana. Tunawapongeza na kuwashukuru wazazi na walezi wote. Kwa hiyo tulishangilia na tulifurahi. Na alipojiunga na shirika ila misionari wakafurahi kama tulivyosikia katika historia. Sasa Mwenyezi Mungu amemchukua. Ndivyo ilivyompendeza Mungu amchukue kipindi hicho. Kama ilivyompendeza Mwenyezi Mungu amlete hapa duniani, ndivyo ilivyompendeza Mwenyezi Mungu mrudishe kwake. Tunamshukuru Mungu, tunamwambia asante kwa zawadi hiyo. Kazi nyingi imefanya walezi, wanafamilia pamoja na wanashirika. Na amepokea sakramenti ya ubatizo, kitubio, ekaristi takatifu, kipaimara, pako mtakatifu. Alikuwa anajiandaa kwa ajili ya kupokea daraja ya upadre, shemasi na upadre. Sasa Mungu akasema sasa inatosha, njoo kwangu. Na tumesikia sifa zake nyingi. Ameishi na amepokea zile nadhiri za kwanza. Ameishi nadhiri hizo za ufukara, usafi wa moyo, utii. Na tumesikia mengi. Alikuwa na upendo wa dhati kwa watu wote, mchapa kazi, hakuwa mvivu, mwenye furaha wakati wote, moyo wa huruma Nerusi alikuwa nao, moyo wa ujasiri.
hata katika mahangaiko, unyenyekevu, uvumilivu, na hata katika machungu na magonjwa na maumivu alikuwa anapata, bado alikuwa ni faraja kwa wengine. Anawaambia msiogope, na akimtegemea mama Bikira Maria. Kwa nini tusimshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya Nereus na mafundisho yake na mifano mizuri ambayo ametuachia? Kwa hiyo pamoja na hayo hakukata tamaa. Kwa hiyo hakutia shaka kwamba Kristo ndiye Mwokozi, na sisi tunapaswa kusimama imara hivyo hivyo. Alimngoja Bwana kwa utulivu, kama tulivyosikia katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Maombolezo. Alimngoja Bwana kwa utulivu kabisa. Katika mahangaiko yote, katika shida zote, bado alisimama imara na akamngoja Bwana kwa utulivu. Na sisi tunaosafiri hapa duniani, tusikate tamaa. Tumngoje Bwana kwa utulivu na kwa uvumilivu mkubwa. Amemaliza safari yake hapa, na leo tunampa maziko ya heshima anayostahili. Ni maziko haya ya heshima anayostahili, na tunamuomba Mwenyezi Mungu ampokee huko mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Roho zao wenye haki, kama tunavyoelezwa katika maandiko matakatifu, wamo mikononi mwake Mwenyezi Mungu, wala maumivu hayatawagusa tena. Kwa hiyo ndugu yetu Nereus, maumivu hayamgusi tena. Tunamwomba Mwenyezi Mungu amkaribishe katika hiyo furaha ya milele huko mbinguni. Na Kristo mwenyewe ndiye ufufuo na uzima. Anatuambia kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye Kristo ndiye ufufuo na uzima. Maneno hayo ya Yesu alipofika nyumbani kwa Marta na Mariamu, aliwaambia hayo maneno, na anatuambia sisi kwamba Kristo ndiye ufufuo na uzima. Alikuja hapa duniani, akateswa, akafa, akazikwa, akafufuka na akapaa mbinguni. Yeye ndiye njia, ukweli na uzima. Naomba tupokee hayo maneno ya Yesu, yatupe tena faraja. Anatuambia njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, tutabeba mizigo yetu. Alafu anatuambia mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa naishi, naye aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Sasa nachuuliza hilo swali. Je, anakuuliza wewe na anauliza mimi. Je, unasadiki hayo? Ndugu zangu, unasadiki maneno hayo ya Yesu Kristo? Nasadiki. Ndio, anatuambia mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie, yani yeye amwaminie Kristo, ajapokufa atakuwa naishi, naye ataishi, aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Tusadiki hayo maneno ya Kristo, yaendelee kutupa faraja. Nereus amelala katika Kristo. Tuna imani kabisa kwamba Mungu atampokea huko mbinguni. Na Kristo ambaye ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye uzima, na Nereus alimfuata Kristo, basi hatapotea kabisa. Msifadhaike mioyoni mwenu. Tunafadhaika hapa. Kristo anatuambia tusifadhaike mioyoni mwetu. Mnamwamini Mungu. Sisi wote tunamwamini Mungu. Nereus alimwamini Mungu. Niaminini na mimi pia. Yaani tumwamini pia Kristo. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Nyumbani mwa Baba kuna makao mengi. Tumsifu Yesu Kristo. Naenda kuandalia mahali. Nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Je, tunafurahi, tunapenda kuwepo mahali ambapo Yesu Kristo yupo? Tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Sikilizeni haya maneno mazuri ya Yesu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Ni maneno ya Yesu. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Sisi tunamwamini Mungu.
tunamwamini Kristo? Ndio. Anaendelea kutuambia, nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Maneno ya Kristo mwenyewe. Naenda kuandalia makao. Yesu anaenda kutuandalia nini? Na yeye ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye uzima. Alafu anatuambia kwamba atarudi tena. Atakuja tena atukaribishe kwake. Tunapenda Kristo atukaribishe kwake? Ndio. Napenda Kristo atukaribishe kwake? Ndio. Ili alipo yeye Kristo na sisi tuwepo. Tunapenda kuwepo mahali Kristo alipo? Ndio. Akatuambia sasa hivi twende kwangu. Twende tumfuate Nereus. Tuko tayari? Msifia. Nereus ni ndugu yetu. Tumekaa pamoja naye. Yesu Kristo amekuja alimwandalia makao. Akaja akamchukua Nereus. Ili mahali ambapo Yesu Kristo yupo na Nereus awepo. Nereus ameshakwenda. Kristo anatuambia kwamba atarudi atakuja kutuchukua sisi. Tuko tayari kwenda? Sasa hivi? Kweli? Hongereni kwa imani, kweli mnaisimama imara katika imani. Lakini haya maneno ya Kristo yatupe faraja, ni mahali pema. Kwa hiyo Nereus amekwenda mahali pema huko mbinguni. Na Kristo anatuambia ili tuwepo pale mahali ambapo yupo, tumfuate yeye, kwa sababu yeye ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye uzima. Ili tuweze kuwepo mahali ambapo Kristo yupo, tuishi vizuri hapa duniani. Tuishi vizuri na zile fadhila ambazo Mwenyezi Mungu anataka tuziishi, tusizipoteze hata kidogo. Leo tumeshamaliza safari yake. Na katika maisha haya ya milele, kama tulivyoelezwa na tunavyoelezwa kila wakati katika maandiko matakatifu, wenye haki, waadilifu, wenye heri, wateule wataishi milele. Na wataishi milele mbinguni. Tusisahau kutunza roho zetu. Tusisahau kutunza roho zetu tukaangalia tu mambo ya nje tu. Ndugu zangu, ulimwengu huu umejaa maovu mengi ya kila aina. Na haya yanasababishwa na sisi binadamu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie neema na baraka zake, tuweze kupambana na maovu yote na maadui wa roho zetu. Tutende mema, tuwe watu wa haki, wenye moyo wa huruma, wapenda amani, waadilifu, wapatanishi, wenye furaha, moyo wa msamaha, ukarimu, uvumilivu, utu wema, uaminifu na fadhila nyingine nyingi, ili baada ya safari yetu hapa duniani atukaribishe huko mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu yetu Nereus alimwamini Mungu. Amelala katika, yupo mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Na zawadi ambayo tunaweza tukaendelea kumpa ni kuendelea kumwombea ili awe salama mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Tumwombe Mwenyezi Mungu ampokee katika furaha ya milele huko mbinguni, na sisi mwisho wa safari yetu hapa duniani atukaribishe pia huko mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Neno hilo la Mwenyezi Mungu liendelee kutupa imani na matumaini na kutuimarisha ili tuendelee pia kuimarishana. Mungu ni mwema. Na kila wakati Mungu ni mwema. Kristo tumaini letu. Kristo ndiye tumaini letu, tumfuate yeye, ndiye njia, ndiye ukweli na ndiye uzima. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.